Sawa, malengo mnaweza mkavuka hapa mlipo kwa sababu njia inaonekana ni nyeupe. Lakini vipi kwa upande wa ligi kuu ambaye pia na nyinyi tumekuwa tukiwasema sana, mmekuwa mkikaribia mkinusa, lakini bado hatujaiona ile Azam ya moto ambayo tunatamani pengine ifike hapo. 13-14. Ya kiukweli kwenye ligi bwana tumekuwa tukijipiga risasi mguuni wenyewe kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu unakuta huwa mwezi wa kwanza wa ligi, kwa mfano ligi inaanza labda Septemba, tunaanza tukaswaswa kidogo Oktoba, ikifika Novemba gari inawaka, yani pale leta mtu atakula 4 atakula 5 mpaka Disemba. Alafu tukitoka Mapinduzi Cup tunapobadilisha timu tena inashuka hivi. Huwa imekuwa hivyo sana. So kujua tatizo lako, kujua ugonjwa ulionao tayari umeshaanza kutibu. Kwanza kufuatilia dozi ni hatua ya pili. So sisi tumeshajua kwamba kiukweli huwa tunapoteza uelekeo baada ya kutoka kwenye Mapinduzi Cup. So nadhani safari hii kwa hatua ambayo tumezichukua inaweza kutusaidia kwanza kwenye hilo. Lakini na hivi timu vidogo vidogo hivi bwana hivi inakaza wakamia afisa mkute pale kuna mtu katikati yupo kwenye siku yake nzuri, wale jamaa katikati wale wanavaa nguo nyeusi wale, basi unakuta asitambo na kwa hovyo kabisa. Lakini kimsingi ni kwamba yes wanafanya makosa kama watu wengine wanafanya makosa, lakini sisi tunatakiwa turekebishe kile ambacho tunaweza kurekebisha. Unajua hata tukisema kwamba labda mwamuzi hakuwa sawa, alifanya nini, hakuamka vizuri, yes ipo hiyo, inatokea na inatukwaza sana. Lakini ukiangalia mchezo huo utakuta mwamuzi labda akafanya makosa 3 makubwa ambayo yangeweza kutupa faida, lakini sisi tukafanya mengine 6. So wacha tudini na yale tu 6, tuache haya 3 mfano kama JKT Tanzania. Kwa mfano mechi ya JKT Tanzania. Yes, mwamuzi angeweza kufanya vizuri zaidi ya pale tukapata matokeo. Lakini na sisi tulikuwa tunaweza kufanya zaidi ya vile tupate matokeo. Kitu ambacho akisema Ibenge. So wakati tunazungumzia huko, hatuwezi kuwafundisha waamuzi atufanye nao mazoezi, atufanye nini, kwenye masomo yao atupe. Sisi tunadili na wachezaji wetu. Bwana wewe Barakati pale wewe ungetakiwa uchome ndani hivi bwana. Inabidi anzie kwenu pale.